Umri uliokuwa nao yawezekana ukauona ni umri mdogo sana, kwamba mimi ni kijana nina miaka 18, 25, 30, 35. Unauona huo ni umri mdogo kwa kuwa unawatazama wewe ni wale wenye umri miaka 70 na kuendelea. Lakini hebu watazame wale waliokuwa na miaka 3, 2, miezi. Ni nani mwenye umri mkubwa, ni wewe au wao? Yawezekana unajiona bado unayo nafasi ya kuishi kwa sababu babu yako ameishi na miaka mpaka 100, mzee wako ameishi miaka 70, sasa mjomba wako tena miaka 80 pengine, ukajihisi kwamba na wewe kwa kuwa ndio damu yao na wewe ndio mifupa yao na wewe una umri mrefu wa kwenda mbele. Usisahau pia wako watoto waliokufa katika matumbo ya mama zao kabla ya kuja ulimwenguni. Usisahau kuwa wapo watoto waliozaliwa siku waliozaliwa ndio siku waliorudi kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala. Usijidharau umri uliokuwa nao ukauona bado ni mdogo na nafasi bado unayo. Umri wote aliokupa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, jukumu lako ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad, upambe na matendo yaliyokuwa mazuri, na wala usiudharau kwa kuweka athari yoyote ya tendo lililokuwa baya, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshakwambia ukifanya zuri atakulipa na ukifanya baya pia atakulipa kwa ule ubaya ulioufanya. Tunaelekea katika mwezi mtukufu Ramadhani. Tuipokeeni Ramadhani kwa amali zilizokuwa njema. Toa sana sadaqa, msalie sana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walishe sana watu vyakula, shiriki nao katika mambo ya kheri. Onesha kwamba wewe ni mpenzi wa Bwana Mtume Muhammad. Onesha kwamba wewe ni yule ambaye alikuwa akisubiria kwa hamu masiku haya yanayokuja kwa maandalizi mazuri unaoyafanya. Yale maandalizi mengine tunayoyafanya katika kujaza mafutari nyumbani, katika kujaza namna gani utapandisha bei zako katika biashara kuelekea Ramadhani, biidhnillah subhanahu wa ta'ala, hayo panapo hai na majaliwa tutakuja kuyaona katika hotuba zijazo. Lakini leo la kuondoka nalo, nenda kajipambe na matendo yanayoonesha Ramadhani imekaribia katika umri wako. Nenda kajiepushe na matendo yale yale madogo madogo ambayo yawezekana unayadharau kwa udogo wake, lakini usisahau maneno ya yule aliyosema kwamba wa mu'dhamun nari min mustasghiri sharar. Hata moto uliokwenda kuangamiza msitu mkubwa, moto uliokwenda kuunguza magorofa makubwa, moto uliokwenda kuangamiza familia maeneo mbalimbali, asili yake ulikuwa ni cheche ndogo, ndio iliyosababisha madhara makubwa yaliyokuja baadaye.